Askofu wa Kanisa la Kiinjili na la Kilutheri KKKT Dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, Kalikawe Lwakalinda Bagonza anatupitisha kwenye tafakuri kuhusu hiki ambacho kimetokea tarehe 29 ya mwezi Oktoba kati ya maandamano na upigaji wa kura za kuchagua viongozi urais, ubunge na udiwani. Na mnukuu alichokiandika Askofu Bagonza: kisasi kina risasi pia. Mosi, kuharibu mali kwa kisingizio cha maandamano ni uhalifu. Kuchochea watu waandamane ni uhalifu. Kuchochea askari wapige na kuua waandamanaji ni dhambi mbaya. Na akumbusha tu, kisasi kina risasi. Pili, tubadilike, iwe hivi: wakiandamana tujiulize tumekosea wapi, sio wana matatizo gani. Hii itatusaidia kujiangalia kuliko kuwaangalia. Tatu, waliokufa si wauni. Kama ni wauni, sio pekee, walivaa kiuni tu. Wana tatizo na wauni wenzao wenye tai. Si ajabu tumemuua rais, mbunge, shehe, askofu na bilionea ajaye. Musa na Paulo waliua, wakaja kuwa mitume wetu. Waliokufa walikuwa ni wananchi na wapiga kura. 4, tumeshindwa kupoza moto, basi tupoze mioyo. Mamlaka izungukwe na wazimamoto, sio wachochea kuni. Hamjui tu, walioua wanaumia kuliko waliouawa na waliofiwa. Kuweni macho na afya ya akili ya wanaoshika bunduki. Unaweza kuamuru ua, akasikia jiue, au mpige yule, akasikia nipige mimi. Imetosha kuteka, kukamata, kufunga na kushtaki. Siasa itatuliwe na siasa, sio na pingu wala risasi. 5, tujenge daraja na Gen Z. Kila DC, RC na hata Ikulu iweke dawati la Gen Z. Wawe washauri wenu, wasikilizeni, mtajifunza mengi. Matatizo yao ni mengi, lakini yana dawa moja tu: kusikilizwa. Asiyewasikiliza hawamsikilizi. Risasi haziwamalizi, kwa sababu mkimaliza kuua mnapanda vitandani kutengeneza wengine. Hii vita haihitaji mshindi. 6, Kambarage aliwaagiza makamanda walipoingia Kampala: mwachieni barabara moja huyo mshenzi aondoke, msimuue. Sikumwelewa, sasa nimekuwa na kumwelewa. Kumteka adui ni bora kuliko kumuua. Tuteke fikra za Gen Z. Mziki na mpira wamevichoka. 7, kuna watu si wageni, hawakuandamana, walikuwa nyumbani na makazini na wameuawa. Wengine ni maafisa wetu wa vyombo mbalimbali. Wekeni vituo vya kusajili na kutoa pole, mtashangaa, lakini mtapona ugonjwa wa kujidanganya. Wajaluo wasipoona mwili wakauzika, marehemu anakuwa anatokea kila siku. Msipuuze, waweza kuletewa chai ukakutana na sura ya mtu. 8, watu wema na mashuhuri wamekaa kimya. Hawajui kama wapongeze au walaani.
siwalaumu, lakini wanaangamiza wanaokalia kimya. Uongo unaosemwa kwa machozi hauwezi kuufunika ukweli unaosemwa kwa damu. Hata waliohusika na janga hili hawafurahii janga hili na wako kimya. Waliouawa ni wazi wako kimya. Wewe ukuua na ukuuawa na uko kimya. Kwa hali hii, kukaa kimya ni kujipaka damu. Lieni mgalagale, hata kama amjui nani kafa inaponya. Mwisho, Baba Askofu Kalikawe Lwakalinda Bagonza anamalizia kwa kusema, turujije mezani. Walioitaka sana hawaitaki, walioikataa sana wanaitaka. Wamekutana mlangoni, huyu anaingia na huyu anatoka. Mlango ni mdogo na hawaachiani nafasi ya kupita. Kweli Majuto ni mtoto, si mjukuu. Ni tafakuri ya askofu wa jimbo la Karagwe. Ametoa tafakuri ya kina ambayo unaweza ukaendelea kuisikiliza hapa mara kwa mara Junii TV kwa kubonyeza kitufe cha subscribe.